sometimes huyo mtoto mimi namuonea huruma sana. Kuna majibu kwa mbele ya safari. Tumsubiri Mungu ndo ataamua cha kufanya. Wanachokifanya sasa hivi sio kizuri, na ningewaambia tu waachane nacho, achana na hilo swala, kwa sababu of course kuna vitu ambavyo lazima vitakuja kumwathiri huyo mtoto. Sio sawa, yani walikosea sana kuweka kwamba hivyo vitu viende mtandaoni mpaka mamidia nini, tutakupisha gharama sijui gani, makorokoro kibao. Yani sisi kama vilikuwa vina muhimu sana, ilikuwa ni jambo la familia mbili zikutani, bwana sisi tulifanya gharama, mtoto ni wa kwetu, imethibitishwa hivyo na mwanamke, sawa, gharama yetu ni milioni 3, milioni 2, tulipeni hela yetu, tujikatae. Alafu issue ifanyike kimya kimya tu bwana, itokee kwamba Bojie mwana nini anasherehekea nini? Sherehe ya mtoto, kuzaliwa kwa mtoto. Na mambo angeenda fresh tu ya. Ila kuweka mambo public alafu mtoto hana hatia. Mwanamuziki afanye kazi ya muziki kwa sababu akuja kuaibika kesho. Mwanamuziki anafanya kazi ya muziki kwa sababu ya kuheshimika kesho, yeye na familia yake kwa ujumla. Alafu mwisho siku isemekane huko mbele safari kwamba toka katoto ka fulani, katoto kana baba zake wawili. Huyo mtoto atajisikiaje akiwa anasikiza kauli? Can you imagine? Au katoto ka French wako. Hapana, sio katoto ka French, katoto ka bobu kale. Mtoto wa bobu, mna yule mtoto wa French. Sasa yule mtoto ndo anapita anasikiliza, kashakuwa kijana mzima, alafu bado ndo yupo kwenye kijio na wenzie, labda yeye anapita na wenzie hivyo. Saikolojia na itamwathiri sana, alafu mwisho siku